watu ndio wanayapa thamani mawe yale, yanaingiza pesa. Kwa hiyo watu, rasilimali za kweli, serikali inatakiwa iwekeze katika rasilimali watu. Afrika iko tajiri sio kwa sababu ya rasilimali ya madini na mawe na nini. Wanasiasa wanatuambia sisi kwamba tuna utajiri mkubwa sana wa almasi, wa madini, wa tanzanite. Bullshit. Hivi vitu tunavyo miaka yote, lakini maisha yetu magumu sana, havitusaidii. Wanakwepa kuwekeza katika rasilimali watu. Kuna nchi duniani hapa zimeendelea, hazina madini, hazina mbuga za wanyama, kwa sababu zimewekeza katika rasilimali watu. Afrika ni tajiri sio kwa sababu ya madini. Afrika ni tajiri kuliko mabara mengine kwa sababu Afrika ina utajiri wa rasilimali watu. Watu ndio rasilimali ya kweli kuliko madini. Mtu mmoja ana thamani zaidi ya mgodi wa almasi akiwekezwa vizuri. Lakini tumeona serikali zetu zinaua watu, hazithamini watu, zinathamini vitu. Na Afrika tofauti yake na mabara mengine ni kwamba population kubwa ya Afrika ni vijana. China ni nchi tajiri sana, na Europe pia ni continent tajiri sana duniani. Lakini watu wengi wa China na Europe ni watu wazima wenye miaka karibuni 50 na 45 na kwenda mbele. Maana yake ni nini? Baada ya miaka 15 China na Europe watu wengi watakuwa hawezi kufanya kazi, watakuwa wameingia kwenye kustaafu. Kwa hiyo wanakuwa ni non-productive. Afrika ndio sehemu pekee kuna vijana kuliko sehemu zote duniani. Kwa hiyo utajiri wa kweli ni watu, na Afrika ni tajiri japo haina pesa na viongozi wa shenzi, lakini advantage ya Afrika ni kuwa na vijana wengi kuliko sehemu nyingine duniani. Ukisimama Kariakoo ukiangalia kushoto na kulia utaona kabisa 80% ya watu wa Afrika ni vijana. Watu ambao wanaweza kuwa productive kwa miaka 40 mbele. Yes. Kama watu na miaka 20-25, manake umri wa kustaafu ni miaka 65-67. Afrika ina advantage kuliko sehemu nyingine zote. Japo tunaiona China kwamba imeendelea, lakini hakuna advantage kama kuwa na rasilimali watu. Kitu kibaya ambacho tunacho sasa hivi Afrika ni kwamba tuna viongozi ambao wataki kuwekeza katika watu. Inaua watu kama inaua swala. Ni kwa sababu tuna watu ambao wana vision. Hata katika kipindi cha corona Afrika ikutabika sana kama nchi nyingine, kwa sababu Afrika ilikuwa ina vijana wengi, na vijana wengi walikuwa na immune system nzuri. Kwa hiyo maradhi yale ambayo yanaua watu wenye immune system ndogo kama watu wazima ni Europe na China. Kwa hiyo mimi nawasihi ndugu zangu, msidanganywe na viongozi kusema kwamba tuna utajiri wa madini, wa nini. Yes, tunavyo, lakini hivyo ni vitu vidogo sana. Madini hayana thamani kama hamna watu wenye akili na kujua matumizi ya madini. Bwana, hebu ngoja kwanza. Si unaona Ududa anavyoongea hapa point kama nini? Yaani afu mtu bado unakuja unamuita mamluki. Yaani kwa kweli washindwe. Haya, endelea kaka. Asante, hamna shida. Tunajuana, tutatibu. Piga za vichwa. Nishakwambia Duda ana point, lakini kuna kitu kimoja tu alikuwa anakosea na tulishakisema ni kitu gani? Endelea. Hamna shida. Mimi nataka kuonyesha kwamba wakati wakituambia na wakituaminisha kwamba tuna madini ni kitu kizuri, ndio tunao madini. Lakini kama tuna mlima wa madini, mlima wa almasi, afu hatuna watu sahihi, tuna watu wabadhirifu, tuna watu ambao hawajui thamani ya madini, yale madini yanakuwa ni useless kwetu sisi. Kwa baada ya kuwekeza na kujenga ukuta kulinda madini, wakati mtu anaweza katia madini kwenye mfuko wa shati akatoka nayo, tunakuwa si ndo wajinga. Elimu yetu ilitakiwa iwe ya kutukomboa kifikra. Isiwe elimu inaozalisha wezi. Kwa sababu tuna wasomi wengi sana katika mabaraza yetu wa mawaziri. Ukiangalia tangu kipindi cha Kikwete mawaziri wote walikuwa ni PhD holders na ni watu ambao walikuwa ni wasomi, maprofesa. Unasikia kuna profesa sijui nani huko, kuna profesa Ndalichako, kuna profesa Anna Tibaijuka, kuna dokta sijui Mwakembe, kuna dokta Philip Mpango. Mavi matupu. Wizara zote zilikuwa mufilis, hazina mpango wote. Kuanzia wizara ya fedha, kuanzia wizara ya vijana, wizara ya biashara, wizara ya kilimo, hakuna wizara yoyote ambayo ilikuwa inatija katika nchi. Kwa hiyo ni kwamba elimu ya Tanzania ni elimu mufilis, kwa sababu maana elimu sio kupata kazi wala sio vyeti. Elimu ni kuweza kutatua matatizo na kurahisisha mazingira ya kuzunguka. Hatuwezi kuwa tuna wasomi alafu tuna matatizo kama tulikuwa nayo Tanzania. Wakati tuna watu, tuna ardhi yenye rutuba na tuna rasilimali. Manake ni kwamba elimu yetu haijamkomboa mtu mweusi bado.
ni elimu ya kujitamba tu na kujimwambafai hivi na hivi na hivi na kuwaringia watu wengine na Kiingereza kingi. Lakini wewe ukiwa na pesa, kama unaishi katika neighborhood ambayo watu wote ni maskini, hawana uhakika wa chakula, hawana madawa, hawana uhakika wa elimu, hawako salama, elimu yako haina faida. Wenzetu nchi zoendelea sio kwamba kila mtu amesoma, isipokuwa watu wachache waliosoma wanaitumia elimu yao kwa sababu ya jamii wanaoishi. Kwa hiyo tunataka elimu ambayo inatija. Tuache kuambia watu wasome wakati hawajafanya chochote. Wasomi wa nchi hii matatizo yanayotokea hawajaweza kuyatatua. Kwa hiyo lazima tuwe conscious na mambo ya nchi yetu. Mimi nafurahi sana kuona vijana sasa hivi wanajiinvolve sana na mambo ya nchi yao. Kusema kweli, haijawahi kutokea, niko impressed sana. Ndio maana shutuma zote nitakayoshutumiwa mimi naona ni sawa. Wakinishtumu vijana ambao wanafanya vitu vyenye faida kwa nchi yao, mimi sina shida. Lakini nikishtumiwa na vijana wajinga ambao wanakaa wanampa credit mtu kama sijui Diamond Platinum, sijui Yanga na Simba, ni upumbavu mtupu. Kwa sababu hivi vitu vimewekwa kwa sababu ya kudistract vijana. Tusikubali hata kidogo. Mimi nafurahia mijadala kama hii iendelee, ili vijana wengi wawe conscious, watake kujua mambo ya nchi yao. Na ukweli ni kwamba vijana wengi wakipata elimu kama hii, wataandamana katika mioyo yao. Serikali isijione kwamba imeshinda kuja na mabunduki barabarani kuzuia watu wasitoke kuandamana, wakati watu ndani ya mioyo yao wanaandamana. Maana ni kwamba uzalishaji mali nchi hii utakuwa mgumu sana. Utakuwa mgumu sana. Kwa sababu vijana hawa watakuwa siku zote wanatafuta mbinu za kujikomboa na kuipiga chini serikali katika upatikanaji wa pesa. Na serikali inachofingia ni pesa. Kwa hiyo kama vijana hawezi kuzalisha mali, serikali itayumba, itapata wapi pesa? Hamna mikopo, hamna misaada. Kwa hiyo mimi naona kabisa kwamba tuko sehemu nzuri na tumeshinda. Hata tarehe 9 japo watu wakujazana barabarani, lakini the fact kwamba serikali iliacha shughuli zake na ikapeleka mapolisi na wanajeshi barabarani na mabunduki na kutengeneza taharuki, maana yake ni kwamba kuna pesa nyingi sana zilipotea. Kuna watu wengi sana hawakwenda makazini. Kuna watu wengi sana waliogopa kufanya vitu vingine. Na kila siku tunapokaa katika mijadala, tunavyoongea, wanafikiria tutafanya nini, wanatafuta mbinu ya kudhibiti. Kitendo cha wao kufikiria kabisa kwamba tunatafuta mbinu ya kuwadhibiti wa vijana, maana yake ni ushindi kwetu. Walikuwa wamerelax sana. Walikuwa wanakwenda Dubai holiday. Walikuwa wanapita na magari yao. Sasa hivi umsikii waziri yote akiongea chochote. Kauli zimekuwa, matamko yamekuwa machache sana. Hakuna wabunge wanaojiposti wanaleta kujimwambafai kama zamani. Na hivi ndio inavyotakiwa zaidi. Mimi nafurahi sana, naamini kabisa sasa hivi tunaandamana ndani ya mioyo yetu, na kwa ukweli kama ukipata nafasi ya kuinyima mapato serikali hii ni jambo la msingi sana. Uko mbele tutakuja na kitu kimoja kinaitwa civil disobedience, ambayo tunaandamana kwa kupata faida fulani. Pengine hatuko barabarani, lakini tunaweza tukasema tu, jamani kama watu wote tunaipenda serikali yetu hii, siku ya sikukuu ya Christmas, kipindi cha sikukuu Christmas kuanzia tarehe 24 mpaka mwaka mpya, vijana tujizuie kwenda kununua bia, tusinywe pombe, tusiende kwenye starehe. Kwa sababu hizi vyombo vya starehe na bia na nini ndio vyanzo vya mapato vya serikali yetu. Unaweza ukaamua kufanya civil disobedience kwa kuto kununua vitu ambavyo vinaingizia serikali mapato. Manake ni nini? Kiwanda cha breweries kitazalisha kidogo, kikizalisha kidogo kitalipa kodi ndogo, pengine kitafukuza wafanyakazi kwa sababu production itakuwa ndogo. Hatuwezi kujenga nyumba sasa hivi, hatuna raha ya kujenga nyumba. Kama kuna kijana na ujenzi wake au usimamishe tu, kwa sababu taifa hili linahitaji kuponywa sasa hivi. Taifa hili linaumwa, liko hospitali. Wewe una raha gani kujenga nyumba? Usijenge nyumba, usinunue cement ya wajinga wakapata la kodi. Kama unakunywa bia 10, kunywa bia 1, usinunue sigara. Baada ya kuvuta mapakiti ya sigara mengi, vuta sigara 1 kausha. Tunachotaka tuinyime mapato hii serikali. Ndio mpango wetu. Kwa hiyo matumizi ya kijinga unajizuia, nunua vitu vya msingi. Vijana wanatakiwa waelewe hivyo kwamba serikali inapata pesa kupitia watu, na watu ndio sisi, na watu wenyewe hatuthaminiwi, tunawindwa, tunauliwa. Sasa basi, kama kuna matumizi mengine ambayo tunayafanya kama hatujui kwamba tunaiwezesha serikali, tuyapunguze. Tutakuja na hili somo kwa kirefu zaidi na kufanua vizuri sana. Serikali inapata mapato watu wengi wanavyonunua vitu. Viwanda vinavyoongozwa kwa kulipa mapato mengi serikali hii ni pamoja na Tanzania Breweries. Tanzania Breweries bidhaa wanayouza ni pombe.
Kwa hiyo tukiweza kuwa vijana wengi, na mimi naamini majority hawaipendi serikali, tukiweza kuweka hili somo na katika kampeni zetu, litakuwa lina mashiko kuliko kuingia barabarani na kupigana nao bunduki. Sisi tunatumia akili, wao wacho watumie nguvu. Dunia ya leo ukiwa na brain ni silaha bora kuliko bunduki. Ndio maana tunasema more brain more gain. Tutakapoacha kununua bia na sigara na vitu vingine ambavyo vinaingizia kodi kubwa, tutakuwa tumeshinda sana, kwa sababu serikali itakosa mapato. Watakuwa hawana mafuta ya kuendesha magari yao ma-V8 haya. Watakuwa hawana hela ya kwenda kufanya service magari yao na kulipana posho nyingi. Serikali hii itakapokosa pesa, wale wote wanaoisupport watakuwa ndio watu wa kwanza kumgeuka huyu Samuya. Kwa hiyo tuko vizuri na tunahitaji elimu na watu wengi kuingiza katika hii movement ili tuchanue mjadala wetu, na kwa sababu wa watu walikuwa wamekaa hawajapata pressure, kwa hiyo walikuwa wanatumia akili kidogo sana kutuongoza. Sasa hivi inabidi watumie akili nyingi sana. Na uzuri ni kwamba tumeweza kuwa convince hao wanaowaita wafadhili wako upande wetu sisi. Kwa hiyo media za kwetu Tanzania zimetugeuka, hazisemi chochote, lakini tuna media zetu wenyewe za technology kama hizi TikTok, Instagram, Facebook na vinginewe. Lakini pia tumeweza kuchukua media kubwa duniani kama BBC, CNN na nyingine, kwa sababu nyie ni washindi. Nyie ni watu ambao mlitoka mkafanya kitu kikubwa kuliko wasomi wetu tuliokuwa nao. Wasomi wa Tanzania hawajafanya chochote. Hawajawahi kutoka hata siku moja barabarani wakaipinga hii serikali kinoma noma. Biashara yoyote, miradi yote Tanzania ni white elephant projects ambazo hazina faida yote kwa taifa hili. Mradi wa ukweli kabisa uliofanikiwa Tanzania ni mradi wa Gen Z kusema kwamba tunaingia barabarani kupinga uchaguzi na kupinga nchi hii. Sasa basi, nyie ndio mnatakiwa muwe wasomi wa nchi hii, kwa sababu mnachokifanya ndio kipaumbele kuliko vitu vingine vyote vilivyofanyika Tanzania. Hakuna kitu cha maana. Mimi sijawahi kuona mradi wa SGR wala sijawahi kuona mradi wote wa maana Tanzania zaidi ya mradi wa Gen Z kuingia barabarani tarehe 29 Oktoba. Kwa sababu umeifanya dunia nzima kwa mara ya kwanza imewekewa vipingamizi nchi ya Tanzania, na wanakataa mpaka kupiga nao picha, na wamefanya wenyewe kwa wenyewe wanaanza kuuana. Hakuna movement za ukweli zilizoleta impact kubwa kama za 29. Yes, tumelipa gharama, tumepoteza damu za ndugu zetu, lakini nataka niwaambie faida mloifanya ni kubwa sana. Tanzania inazungumziwa dunia nzima sasa hivi. Hakuna mtu anataka kufanya biashara na Tanzania. Hakuna mtu anataka kuisaidia Tanzania kuikopesha pesa. Na ikishindwa kukopeshwa pesa, manake ni kwamba Samuya hawezi kupanda ndege kwenda sehemu yote. Ataenda kwa madikteta Uganda, hamna hela. Ataenda kwa Wachina, nipe nikupe. Wachina wanataka kuwini tu. Hawaje kusaidia nchi yote ikafanikiwa kuonyesha mfano. Ataenda kwa Waarabu wanashindwa kuwasaidia ndugu zao Palestine na Syria. Wanaongea lugha moja Waislamu wenzao, lakini wanashindwa kuwasaidia. Syria na Palestina wote wanakimbilia Ulaya wanapopigana vita. Hakuna Mwarabu maskini wa Yemen au wa Syria au wa Palestine anaokimbilia Abu Dhabi, Dubai, au wanayokimbilia huko Qatar au Kuwait. Wote wanakimbilia Europe. Kwa nini? Kwa sababu Waarabu sio wafadhili wa kweli. Hawajawahi kumsaidia mtu yote hapa duniani. Watu wanaosaidia watu ni wazungu, na wazungu wanataka utawala bora. Wazungu wanaamini kabisa kwamba ukiweka utawala bora na ukiwekeza kwa raia wako, hasa vijana, ndio utapata mafanikio. Hautatembeza tena bakuli kuombaomba. Lakini kwa sababu sisi tuna viongozi ombaomba wasiokuwa na vision, ndio maana wazungu wamesema no, tunakata misaada sasa hivi, hatuwezi kuwasaidia. Lakini nani walifanya vitu hivyo? Sio wasomi wa Tanzania, walifanya vitu ni Gen Z. Kwa hiyo jipigeni kifua, nyosheni mikono juu, semeni sisi ni washindi, kwa sababu nyie ni washindi wa kweli. Mnaliponya hili taifa. Tunahitaji watu wengi sana kama nyie. Asanteni.